Awali ya yote kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo linalotokea sisi, lakini nyingine ni kupata nafasi ya kufanya kazi tena kwa wakati mwingine tena. Tumefika salama hapa Mwanza na kila kitu kwa upande wetu kimeenda vizuri. Jana tumepata fursa ya kutrain. Hali ya hewa sio ngumu kwa namna yoyote ile, lakini pia spirit ya wachezaji inaelekeza kwenye mechi kuona namna ambavyo tunaweza kufanya vizuri. Kwa hiyo kwa kiasi fulani maandalizi yetu leo tutakamilisha, lakini so far so good. Timu iko tayari. Aina ya mpinzani ambaye tunakutana naye ni kweli ni pana ugumu huo, lakini hakuna mechi nyepesi sasa hivi. Hata ukicheza na timu ambayo iko mkiani, unaona hata timu kubwa zina struggle. So sio issue ya kuwaza tu kwamba tunakutana na nani. Umuhimu tu ni kwamba tayari mapambano walipofika ni kila mmoja aweze kutoa jasho lake, na kikosi chetu cha Dodoma Jiji kiko imara kwenye hilo jambo, kwa sababu sio mara ya kwanza sisi kwenda kupambana katika mechi za away na kupata matokeo. Kwa hiyo ninachopenda tu kusema tu kwamba mpaka sasa hivi maandalizi ya kiakili, ya kimwili, ya kimbinu tunaendelea nayo, lakini katika level tuliyopo tuko vizuri. Asante. Karibu kwa maswali. Karibu. Mwalimu, ili kuweza kutengeneza mwendelezo mzuri kwa matokeo mazuri ambayo umetoka kuyapata, ni mtihani wa namna gani kwenye mchezo wako wa kesho, ukilinganisha kwamba utofauti uliokuwa nao ni utofauti wa alama moja kuelekea kwenye mchezo wa kesho? Mtihani ambao tunategemea kukutana nao. Okay, Yon Amos, Ibrahim Ishanda, Abdul Mangalo, James Mwashinga kwenye back 3, si ndio? Hassan Kibairo, Amos Kadikilo, Kevin Nation, Shafan Siwa, Zabona Mayombia, Yonta Kamara, Glad Lwasa, si ndio? So whatever itakavyokuwa, the change, Shasiri na Imara yupo, si ndio? John na Kibinge yupo. So nikikutajia hicho kitu ni kwamba kiko kwenye kichwa chetu. Tunajua challenge tunaenda kuiface. Tunajua Mwalimu Baraza strong point iko vipi, plan A, plan B. So ni vitu ambavyo tumeviweka kwenye vichwa vya wachezaji. Namna gani ambavyo tunaweza kukabili timu ya namna hii, system ya namna hii, wakichange hivi. Ni vitu ambavyo vyote obvious tunavifanyia kazi. Sio kitu kipya. Premier League sio kitu kipya. So tutaona namna ambavyo tutakavyoweza kutegana sisi na wao. Nani ambaye anaweza kutegua mtego wa mtu mwingine, nani ambaye anaweza kufanikiwa. Football inachezwa pale kwenye pitch, namna ambavyo umemstudy mpinzani wako. Nani mwenye threat, anachezaji style of play kwa vipi, si ndio? Na mwisho wa siku uje na majibu. Ni vitu ambavyo tunaviweka kwenye vichwa vya wachezaji wetu kwenye kiwanja cha mazoezi. Kwa hiyo naamini wachezaji wetu wako kwenye level ya ukomavu ambao ni nzuri. Nafikiri unajua wachezaji walioko Dodoma Jiji wako na experience. So kwenye swala la tactic nafikiri ni swala la kuadapt kile tunachokitaka na watafanya vizuri. Umewahi kuwepo Mwanza kwa kipindi cha nyuma. Pengine kuelekea kwenye mchezo wa kesho, kuna mazingira fulani ambayo yanakurahisishia wewe katika utendaji wako wa kazi kwa siku ya kesho? Nimewahi kuwepo Mwanza na nimewahi kuwepo pia Pamba hapa. Nimewahi kuwepo Pamba japokuwa ilikuwa katika division nyingine. Pana ugumu, timu ya msimu huu imeimarika. Huwezi kusemea pana ugumu, timu ya msimu huu ya Pamba imeimarika na nafikiri inafanya vizuri na ina morali, hususan inapokuwa iko kwenye uwanja wake wa nyumbani. So tuna expect kitu cha namna hiyo, lakini nafikiri pia tunahitaji energy kubwa kwenye mechi hii, na kwa wakati mwingine pia tunahitaji bahati pia kwenye hizi mechi. Kwa hiyo mimi ninaamini sisi tunajiandaa kwenye mikakati ya kushinda, lakini pia wakati mwingine tunahitaji bahati kwenye hizi mechi, hususan zinapokuwa na ugumu. Lakini nafikiri kimpango kazi mazingira ya Mwanza sisi kwa namna moja ama nyingine mimi haiwezi kuwa mageni kwangu. Kwa hiyo hata na Waziri Junior bahati nzuri tumekaa hapa tu wanaongea, wachezaji wengi wanajua kina Salimini Hoza, tunao wachezaji ambao kiasili nafikiri wanaishi hapa, wameishi hapa, wamekaa hapa na tunafahamiana kiasi fulani. Hali ya kikosi ipoje kwa maana ya kwamba kuna wachezaji ambao wanatarajia kuwakosa kwa mchezo kesho? Sana ni maongezeko tu, lakini mapungufu hayapo, kwa maana ya wale wachezaji ambao wametumika katika mechi za hivi karibuni wameendelea kuwepo kikosini. Tofauti na hapo labda Dickson Mwiru ndio tulipata lapsha kidogo, so tutajaribu kumwangalia katika hizi dakika za mwisho, lakini tunao urejeo wa Ali Salim pia anarejea kikosini. Kwa hiyo kuna ongezeko hilo. Tofauti na hapa tuna mtu mwingine yote yule ambaye yuko na maumivu. Swali la mwisho. Okay, huyu alikuwa ni Aman Josia, head coach Dodoma Jiji FC, akieleza mipango namna ambavyo wamejiandaa kuwakabili Pamba Jiji FC. Wanahitaji energy kubwa
wanahitaji kwenda kutegana. Atakayeweza kutegua mitego ndani ya uwanja wa CCM Kirumba ataondoka na matokeo. Hiyo ni mipango ya mwalimu wa Dodoma Jiji FC. Tunakwenda kumsikiliza Wazi Junior. Wanamuita the king of CCM Kirumba. Umerejea tena ndani ya Mwanza, ndani ya dimba la CCM Kirumba. Kama wachezaji, kisaikolojia, kimwili, mko vipi? Mmejiandaa vipi kwa kabili Pamba Jiji FC ndani ya CCM Kirumba? Karibu. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kufika eneo la kuiwakilisha timu yetu Dodoma Jiji salama, na sisi tuko vizuri. Zaidi tunachosubiria ni mchezo wa kesho, sababu achieving zipo kwenye pitch lakini sio nje ya uwanja. Kwa hiyo sisi tunasubiria kesho mtanange. Asante. Maswali kwa Wazi Junior? Karibu. Kitokea kesho ukapewa nafasi, nini utakifanya kwa ajili ya Dodoma? Ni kusaidia timu iweze kupata ushindi na tuweze kuondoka na alama 3, lakini kwenye kusaidia ni kufunga, sababu alama zinapatikana kwenye scoring. Yeah. Inakuwa ni mtihani wa namna gani kwa ninyi wachezaji kwenye Dodoma Jiji, kwenye timu ya Dodoma Jiji, ukianzia na kocha Amani Josia, kuna wachezaji wewe pamoja na kina Salimini mwahi kuwepo Mwanza. Kuna pressure kiasi gani kwenu kucheza kwenye uwanja ambao mwahi kutumikiwa kwa mafanikio, pengine unaweza kusema kwa kiasi kikubwa? Pressure hakuna, kwa sababu let's say wewe unarudi kwenu watu watakuzomea, si wanakushangilia. Kwa hiyo sisi hatuna pressure, hapa ni nyumbani. Kwa hiyo tunaamini mashabiki waliokuwepo watakuwa wanatupa support sisi kwa sababu ni kwetu. Sawa. CCM Kirumba wanakuita kwamba wewe ndio mfalme wa ule uwanja. Pengine kuelekea mchezo wa kesho, kuna namna ambavyo unatamani unafanya maandalizi yako binafsi kwa ajili ya kuendeleza ile rekodi ya watu waendelee kukuimba kwamba king of CCM Kirumba? Of course, kwa kufuata maelekezo ya walimu, ulichokiacha unatakiwa ukiendeleza. Kwa hiyo kwangu mimi itakuwa ni muendelezo tu nitakapopata nafasi. Okay, swali la mwisho. Pengine kama wachezaji ninyi kwa pamoja, ni kitu gani hasa ambacho mnazungumza na mnashauriana kukumbushana nje ya kile ambacho anaelekeza mwalimu kuelekea kwenye mchezo kama huu, ukilinganisha kama mmekuja pia kwenye mazingira mengine tofauti kidogo na wachezaji wenzenu ambao wamezoea hali ya hewa ya mlima? Kwanza sisi tulijiwekea kwanza malengo ya timu. Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.